mafupi kama jinsi ambavyo Mungu ametukirimia, na tuko karibia na mwisho wa mwaka. Tuko karibu na mwisho wa mwaka. Jitahidi kuendelea kusema na Bwana. Tuko kwenye mazingira ya mfungo. Tumekuwa kwenye mfungo kwa muda, na wewe ambaye unatusikiliza basi unaweza kuungana nasi leo, ikiwa ni siku kwa wale ambao wamefunga katika ujumla wa kanisa, ikiwa ni siku ya 14 ya kufunga na kuomba. Nikukaribisha wewe ambaye mahali popote unatusikiliza, basi karibu tuweze kushirikiana katika somo hili. Na ninaendelea kukuandaa, na Mungu ameendelea kuweka moyoni mwangu masomo haya katika mwisho wa mwaka, ili kutusaidia kuendelea kujiandaa kwa mwaka ujao vizuri. Na leo nina kichwa kinachosema omba maombi ya kufunguliwa ili ufanikiwe. Omba maombi ya kufunguliwa ili ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Omba maombi ya kufanikiwa omba maombi ya kufunguliwa ili ufanikiwe. Moja ya kanuni muhimu kabisa katika maisha ya Kikristo na mafanikio ni kanuni ya kufunguliwa. Moja ya kanuni muhimu sana katika maisha ya Kikristo na mafanikio ni kanuni ya kufunguliwa. Mtu hawezi kufanikiwa kikamilifu ikiwa bado anafungwa, iwe ni kifungo cha kiroho au cha kiakili au cha kihisia au cha kiuchumi. Mtu hawezi kufanikiwa kikamilifu ikiwa bado anafungwa, iwe ni kifungo cha kiroho, kiakili, kihisia au kiuchumi. Biblia inafundisha wazi kabisa kwamba ukiwa umefungwa, kuna mambo hayawezi kwenda sawa sawa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inajaribu kuweka wazi kwa mistari kadha wa kadha. Hebu tusome kitabu kile cha Yohana mlango wa 8 na mstari wa 36. Yohana mlango wa 8 na mstari wa 36. Yohana mlango wa 8 na mstari wa 36. Kama tumepata tunaweza tukasoma kwa pamoja. Anasema, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Turudie tena kusoma. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma huu mstari, inamaanisha kuna watu walio hai na wameokoka, wana mipango, wana maono, na mipango yao ni mizuri sana kwenye maisha, lakini bado hawafanikiwi kwa sababu wamefungwa mahali fulani. Yesu anazungumza na Wayahudi waliomwamini. Hawa ni kizazi cha Ibrahim kilichomwamini Yesu. Ukisoma kuanzia mstari wa 32 unagundua kilikuwa ni kizazi kinachomwamini Yesu. Maana yake kwa leo tungesema ni kama Wakristo, ni kama waliookoka. Anawaambia mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Walikuwa hawapo huru japo wameokoka. Bwana asifiwe. Japo wanamwamini. Nini lengo la somo hili? Lengo la somo hili moja ni kuelewa maana ya kufungwa kiroho.
lengo la somo hili ni kuelewa maana ya kufungwa kiroho, cha kwanza. Lakini cha pili ni kutambua dalili za vifungo katika maisha. Japo naweza nisipate muda wa kueleza hiyo. Lakini la tatu ni kujifunza kutoka kwenye mifano ya kibiblia waliofungwa kiuchumi. Bwana asifiwe. Lakini jambo la nne, natamani uelewe na kupokea kufunguliwa. Natamani uelewe na kupokea kufunguliwa kwenye eneo la kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Malengo ya somo hili nimesema, la kwanza ni nini? Ni kujua maana ya kufungwa. Maana ya vifungo binafsi. Hivi ni vikwazo. Nini maana ya kufungwa binafsi? Kufungwa binafsi ni vikwazo vya kiroho vinavyomshika mtu binafsi, kumzuia kusonga mbele licha ya juhudi alizonazo kielimu au kimaarifa. Narudia, maana ya kufungwa binafsi ni vikwazo vya kiroho vinavyomshika mtu binafsi na kumzuia kusonga mbele licha ya juhudi, elimu au maarifa aliyonayo. Mtu anazuiliwa na kukwama licha ya vile alivyo na juhudi, licha ya jinsi alivyo na elimu, lakini jinsi alivyo na maarifa ya kupambana ili afanikiwe. Vifungo maana yake, vifungo binafsi maana yake ni vikwazo vya kiroho vinavyomshika mtu na kumzuia asisonge mbele. Na hii ni kwa sababu ya Biblia inasema kabisa wazi kwenye kitabu kile cha Waefeso 6 mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili na jeshi la mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mtu yeyote ambaye ana vizuizi anazuiliwa katika roho, hazuiliwi katika mwili. Vifungo vya kimafanikio au vya kimaisha kwa mtu yoyote vipo kiroho, vimejificha rohoni. Na mtu siku zote anapozuiliwa, unaposoma kwenye kitabu kile cha Waefeso 6 mstari wa 12, labda tusome wote pale. Waefeso 6 mstari wa 12, Waefeso 6:12. Waefeso 6:12. Tusome pamoja. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma mistari hii inaonyesha kuwa kuna mapambano yasiyoonekana yanayoathiri maisha yetu pasipo sisi kujua. Bwana Yesu asifiwe.
Unaposoma mistari hii inaonyesha kuna mapambano yasiyoonekana katika hali ya mwili na yanaathiri maisha yetu kila siku. Sasa ili mtu aweze kuwa stable kiuchumi, aweze kufanikiwa, lazima aombe kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna maeneo mtu anaweza akawa amefungwa kiuchumi. Unaweza kuwa umeokoka na uko kanisani na unakuja kanisani kila siku, lakini bado umefungwa kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, naomba nitoe mifano michache. Na kwa sababu ya muda sitatumia muda mrefu sana leo. Mifano michache, na nianze kusoma mstari wa Luka 13 nikuonyeshe mfano huyu mama. Unaweza ukawa huko kanisani lakini umefungwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa kanisani lazima ujifunze kupata maarifa na kuomba. Luka 13 mstari wa 10 hadi wa 16. Luka 13 mstari wa 10 hadi wa 16. Naomba tusome pamoja kama tumepata. Luka 13 mstari wa 10 hadi wa 16. Luka 13 mstari wa 10 hadi wa 16. Tumepata? Naomba tusome katika jina la Bwana. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimuita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mtu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi. Basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye uzao wa Ibrahim, ambaye shetani amemfunga miaka 18, hii haikupasa afunguliwe kifungo hii siku ya Sabato? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huyu mwanamke alikuwa amefungwa miaka 18. 18. Mwangalie mwenzako, mwambie 18. 18 good years. Amefungwa. Na amefungwa na bado yuko kanisani. Ukiangalia maandiko, moja alikuwa kanisani. Mwangalie mwenzako, mwambie alikuwa kanisani, sinagogini, mahali ambapo watu hukutana wanaabudu. Alikuwa yuko kanisani, lakini alikuwa amefungwa. Inawezekana upo kanisani lakini hujafunguliwa. Unaitwa kwa jina la Ukristo lakini hujafunguliwa, umefungwa. Huyu mama alikuwa amefungwa, na moja ya kitu ambacho ni hatari sana, hata Yesu alipomuona alafu akatamani amfungue. Kicha hatari sana. Angalia, mkuu wa sinagogi, maana yake mchungaji au kiongozi aliyekuwa anaongoza ibada pale, akakasirika.
Miaka 18 tuko na umama hapa. Wewe unakujaje leo unataka kujifanya kierere kumfungua siku ya ibada? Unamfunguaje siku ya ibada? Watu wote mnatakiwa mje mponyo siku zingine, lakini sio siku ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa unakuja kanisani, licha ya madhabahuni hawana msisitizo wa wewe kufunguliwa, lakini ukaishi na kifungo chako. Bwana asifiwe. Ni kitu cha ajabu sana. Ni sawasawa na leo unaenda makanisani, watu hawataka kusikia masuala ya watu kufunguliwa. Wanasema mtu akiokoka ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hajui kwamba kufunguliwa ni process. Bwana asifiwe. Kufunguliwa ni process. Ile umeokoka leo haina maana umefunguliwa kabisa. Tuna mifano mingi sana kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima uombe ufunguliwe ili ufanikiwe. Huyu mama alikuwa amepindana miaka 18, na kwa sababu kanisani walikuwa wamemzoea na ile hali, waliendelea kutamani kumuona na ile hali, na hawakutamani afunguliwe. Mungu wetu anataka tuwe huru katika kila eneo. Shetani hataki, ndiyo maana anaweka mzigo mzito ndani ya watu. Hata unapofika mahali pa kutaka Mungu ufunguliwe, shetani anataka kuzuia usifunguliwe. Ni watu wangapi wanaenda makanisani wamefungwa? Okay, ngoja tuangalie mfano mwingine wa pili. Mfano wa pili. Kitabu cha Marko mlango wa 5. Marko mlango wa 5. Marko mlango wa 5 na mstari wa kwanza hadi wa 15. Marko mlango wa 5 mstari wa kwanza hadi wa 15. Ninasoma katika jina la Bwana. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yoyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese, kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya ile nchi. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke wote katika nguruwe tuwaingie wao. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likatelemka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2,000 wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia, wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka walione lililotokea. Wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi.
akaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Biblia inatuambia alikuwa amefungwa na mapepo wachafu. Alikuwa yuko maisha yake yote anaishi makaburini. Watu hufungwa. Angalia mwenzako kumwambia watu hufungwa. Na unaweza kufungwa na usijijue umefungwa. Wakati huyu bwana amefungwa, kumbuka alipofunguliwa ndipo aliporejeshewa utu wake, kujitambua. Wakati amefungwa alikuwa hajitambui, alikuwa anajikatakata na mawe. Sasa ngoja nikakupe mfano wa kiuchumi. Kufungwa eneo la kiuchumi. Fungua kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili na mlango wa 4. Wafalme wa Pili na mlango wa 4. Wafalme wa Pili na mlango wa 4, mstari wa kwanza hadi wa 7. Wafalme wa Pili mlango wa 4, mstari wa kwanza hadi wa 7. Nikuonyeshe kidogo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome kama tumepata pamoja. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nao najua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanawe hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa ni mjane wa mwanaume wa wana wa manabii. Kwa nini tunasema mjane aliyekuwa amefungwa kiuchumi? Nataka kupa mfano wa mjane aliyekuwa amefungwa kiuchumi. Moja, alikuwa na deni lisilolipika. Angalia mwenzako mwambie, deni lisilolipika. Hili deni lilikuwa kubwa kiasi cha watoto wake kuchukuliwa na kwenda kuwa watumwa na yule aliyekuwa anamdai mume wake. Mume wake kipindi cha uhai wake alichukua fedha, alikopa. Alipokopa baada ya kupewa fedha zile, alikuja akafa. Angalia mwenzako mwambie, alikufa. Akamwacha mke wake ni mjane na watoto ni yatima wa mzazi mmoja. Yule aliyemkopesha alipokuja
Nataka uone hichi kifungo cha kiuchumi. Akaenda moja kwa moja kwa mwanamke. Hana habari ya kujua kwamba aliyenikopa amekufa. Dawa ya deni ni kulipa. Akamwambia, mama, nimekuja sasa, nimekuja niwachukue watoto wako wakanitumikie mpaka walipe kile kiasi, maana deni hili alilipiki. Ni deni silolipika kwako, na huna uwezo wa kufanyaje, wa kulipa. Ni mjane aliyeachwa na watoto. Mwangalie mwenzako, mwambie kifungo cha uchumi. Alipokuwa kwenye hali hiyo, unaona hiyo ishara ikamsumbua. Ukisoma Mithali 22, Mithali 22 mstari wa 7, tunafahamu wote kanuni ya deni. Mithali 22 mstari wa 7, hebu some Mithali 22 mstari wa 7. Mithali 22 mstari wa 7. Umepata Mithali 22 mstari wa 7? Hebu tusome wote pamoja. Nasemaje? Tajiri umtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Tajiri umtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake amkopeshaye. Sasa mume alikopa, kwa hiyo lazima watoto wawe watumwa sasa, kwa sababu mume ameshakufa na hakuna namna ya kulipa deni. Deni alilipiki. Kwa hiyo akopae lazima awe mtumwa. Sasa yule aliyekopa hayupo, aliyechobakiza nyuma ni mke na watoto, na wenye uwezo wa kupigishwa kazi ya utumwa ni watoto. Utumwa wa kiuchumi. Mwangalie mwenzako, mwambie utumwa wa kiuchumi. Roho ya utumwa wa kiuchumi, ya kufungwa kiuchumi, ni mbaya kuliko roho zingine. Okay. Wakati amekutwa katika ile hali, mama yule hakuwa na kipato chochote. Hakuwa na kipato chochote. Wakati hana kipato chochote, lakini ana mzigo. Mwangalie mwenzako, mwambie ulishawahi kujikuta huna kipato lakini una mzigo? Hana kipato chochote lakini ana mzigo. Mume amekufa, hana kazi, hana msaada, lakini shinikizo la deni linaendelea. Nini maana yake hiyo? Kufungwa kiuchumi. Mwangalie mwenzako, mwambie kufungwa kiuchumi. Alikuwa amefungwa kiuchumi kiasi kwamba hana namna anaweza kutoka pale kwenye ile hali. Maisha yake yameingia kwenye dosari, kwenye tatizo, kwa sababu tayari ana vifungo vya kiuchumi. Hana kazi, sawa. Hana mume amekufa, ni sawa. Unanisikia? Lakini deni linamwandama. Na huu ulikuwa ni mfumo wa mateso ambao ulijicreate sasa kwenye maisha ya huyu mama kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Ana kitu ambacho kinamsumbua. Alipofika, Biblia inatuambia akaenda kwa nabii. Akaenda kwa nabii. Amefungwa. Nabii anamuuliza, una nini nyumbani? Mwangalie mwenzako, mwambie una nini nyumbani. Mtu yoyote aliyefungwa hajui rasilimali alionayo.
Ngoja nirudie tena. Mtu yoyote aliyefungwa kiuchumi huwa hatambui yeye ni potential kiasi gani, amebeba nini ndani. Na watu wengi sana unaoona wamefungwa kiuchumi ni watu wenye potential, lakini hawatambui rasilimali walizo nazo. Yule mama anafika kwa nabii Elisha, anaambiwa una nini? Biblia inasema wala akioni. Naulizwa ana kitu gani, lakini haoni. Kama ana suluhisho la kiuchumi nyumbani. Angalia mstari wa pili. Angalia mstari wa pili. Mlango wa 4, mlango wa 4 Wafalme wa pili mlango wa 4. Angalia mstari wa pili. Mlango wa 4 mstari wa pili. 1, 2, 3 tusome ule mstari wa pili. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Mtu yoyote aliyefungwa kiuchumi hajui fursa alizo nazo, hajui suluhisho la kiuchumi alilonalo ndani yake. Na hii ilikuwa ni dalili ya mama huyu kufungwa. Anasema tu nina chupa, anakosa lugha ya kusema nina jambo fulani nyumbani linaloweza kunisaidia. Anashindwa kuelewa. Kwa nini? Kwa sababu macho yake yamefungwa, haoni alichobeba. Mtu yoyote mwenye shida ya kiuchumi huwa anafungwa, haoni fursa, haoni alicho nacho ndani. Ni watu wangapi mna vipawa ndani yenu lakini mmefungwa na havitumiki ili kusaidia eneo lenu la uchumi? Mwingine ana nyota ya kibiashara lakini amefungwa. Huyu mama alikuwa yuko pale anajaribu kukimbilia kwa nabii, anamwambia nabii, nisaidie. Nyumbani amekuja mdeni, ananidai. Mume wangu alichukua mkopo na amekufa. Na mume wangu kama unajua alikuwa ni moja ya wana wa manabii. Maana yake anatoka kwenye familia yenye anointing. Nimeangalia mwenzako mwambie, pamoja na unatoka kwenye familia yenye upako, unaweza kuwa umefungwa kiuchumi. Alikufa na deni. Huyu bwana alikuwa, soma mstari wa kwanza. Soma mstari wa kwanza. Unasemaje? Basi mwanamke mmoja miongoni mwao wake za wana wa manabii. Maana yake alikuwa ni mke wa mtoto wa manabii, ni wana wa manabii. Kijana mmoja wapo katika manabii alizaliwa kutoka kwa manabii, lakini alikuwa amefungwa kiuchumi. Ile una jina la Kikristo, unaweza ukawa umefungwa kiuchumi, lakini sio wetu ukasababisha mpaka familia yenu ikafungwa kiuchumi. Maana kifungo akiogopi upako. Lazima uwe na maarifa ya kukutana na anayeweza kukufungua. Maana eneo la uchumi unahitajika kufunguliwa maeneo ya muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ana kitu lakini haoni. Watu wangapi mna vipawa lakini vimefungwa, mvioni? Mwangalie mwenzako mwambie, ujui una fursa fulani, ukifanya kitu fulani kinaweza kwenda. Wengine wana mkono wa ufugaji lakini huko kufuga amefungwa. Mwingine akianzisha biashara fulani inaenda vizuri lakini amefungwa. Mwingine ana uwezo wa kusemea watu wengine lakini hicho kipawa chake kimefungwa, kinatumika vibaya. Biblia inasema
Akasema nina chupa ya mafuta. Muulize mwenzako, una nini ndani yako kimefungwa kwa ajili ya uchumi wako? Muulize, mwangalie usoni, muulize, una nini ndani yako kimefungwa kwa ajili ya uchumi wako? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, jinsi ya kufunguliwa kwa huyu mwanamke. Jinsi ya kufunguliwa kwa huyu mwanamke. Nikupe angalau pointi 2-3. Jinsi alivyofunguliwa kutoka kwenye kile kifungo. Pointi ya kwanza. Alililia msaada wa kiroho kwa kumwendea mtumishi wa Mungu. Alililia msaada wa kiroho kwa kumwendea mtumishi wa Mungu. Alitafuta msaada kutoka kwa Mungu, maana kifungo cha kiuchumi huwa kinaondolewa na Mungu peke yake. Alienda akamlilia Mungu, akalilia msaada wa kiroho. Bwana asifiwe. Ukishafungwa kiuchumi, pointi ya kwanza, ili utoke, huwezi kutoka peke yako. Lazima umtafute mtu atakaye kupa maarifa ya kutoka, lakini akupe na upako utoke. Shida ya watu wengi, wamefungwa kiuchumi lakini anasema nakomaa, nitatoka tu. Nakomaa, nitachomoka. Mwangalie mwenzako, mwambie unakomaa mpaka unakomaa. Huyu mama alipogundua anapitia mahali pagumu, mahali pa kwanza alipokimbilia sio kwa tajiri tena kwenda kuomba mkopo ili alipe deni. Unajua kuna watu wengi sana siku hizi, akiwa anadaiwa hapa anakimbia mahali pengine akope ili alipe hapa, alafu ule kuendelee kupoa. Si ndio? Pointi ya kwanza, huyu mama alipogundua anadaiwa, alikimbia kumtafuta mtumishi wa Bwana ili amsaidie maarifa ya kiroho. Sababu kila mtu aliyefungwa kiuchumi ana tatizo kiroho. Kuna tatizo la kiroho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mstari wa kwanza, soma mstari wa kwanza. Hapo mlango wa 4 mstari wa kwanza. 1, 2, 3. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha nabii. Alimlilia. Kumlilia maana yake alienda kwa maombi. Bwana asifiwe. Alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Angalia mwenzako, mwambie ile unamcha Mungu unaweza kuwa maskini tu. Alikuwa mcha Bwana na alikufa na deni. Halo. Akamlilia akamwambia, unajua alikuwa anamcha Mungu. Si kama kuna mtu ananielewa. Kuna watu wameokoka na wananena kwa lugha mpaka povu zinatoka, lakini wamefungwa na madeni mpaka wanachanganyikiwa na wanataka kukimbia mji. Hujawahi kuona? Mwangalie mwenzako, mwambie ile umeokoka haina maana umeepusha vifungo vya kiuchumi. Vifungo vya kiuchumi vinakuhitaji uwekwe huru. Bwana asifiwe. Kuna maarifa unahitajika kuyapata. Kuna watu, huyu bwana alikuwa mcha Bwana. Alikuwa mchaji, mwana wa manabii, mmoja wapo wa wana wa manabii, amekufa na deni. Mwangalie mwenzako, mwambie wewe hata ni mwana, wewe ni mwana hata wa kuhani. Au mwana hata wa mtume. Yule alikuwa mmoja wapo wa wana wa manabii, amekufa na deni, amekufa na kifungo cha kiuchumi, na amekiacha kinaendelea na familia. Na mama anathibitisha, mume wangu alikuwa ni mcha Mungu. Anakimbia, anamuomba. Hatua ya kwanza ili ufunguliwe kiuchumi, nenda
kwa mtumishi wa Mungu unayejua amepakwa mafuta, asimame na wewe kwenye maombi ya kukutoa na ueleze wazi ni nini kinakutesa. Usisubirie maombi ya jumla jumla, utakufa kiuchumi, umefungwa. Sijui kama mnanielewa. Acha kujifanya unakomaa. Kubarikiwa kiuchumi unahitaji maarifa. Mwana wa Ibrahim, yule mama alifungwa miaka 18 na ni uzao wa ahadi. Unanisikia? Ile umezaliwa na mchungaji kama mimi, umezaliwa si na nabii na mtume na mwombaji, haina maana utakuwa free kwenye eneo la uchumi, utakuwa free financially. Haiwezekani. Issue ya financial ina vita kiroho, sio kitu cha kimwili. Maana baada ya Adamu kukosea, uchumi wetu ulichukuliwa na adui Shetani, na ndiye anayemiliki mpaka sasa. Na ndio maana unasikia tu kila siku watu wanaambiwa, njoo upate pesa, njoo nikupe jini la kukupa pesa, njoo nikupe pete ya bahati. Kwani wewe inamaanisha aliyetengeneza hivyo vitu ni nani? Si ni Mungu? Shetani anajua anawatesaje watu. Yule mama akakimbilia kwa mtumishi wa Bwana, akamwambia, Bwana, ninaomba unisaidie. Biblia inasema alilia. Watu wangapi siku hizi huwa unaenda kanisani, unamkuta mchungaji, unamweleza habari za mahali ulipofungwa, unamlilia Mungu, ukimwambia Mungu, mtumie huyo mchungaji anisaidie. Wangapi? Yule mama, pointi ya kwanza, alienda kwenye maombi kumlilia Mungu kupitia yule mtumishi wa Bwana. Pointi ya pili, uwe tayari kutii utakachoelekezwa na mtumishi wa Bwana. Mama yule alitii neno la Mungu kupitia yule nabii. Nabii akamwambia, nyumbani una nini? Akasema, nina kichupa cha mafuta. Wiki hizi za mwisho wa mwaka katika mfungo huu nitakuwa nafundisha masuala ya kufanikiwa na namna ya kuendelea kuweka strategy, namna ya kufanikiwa. Bwana asifiwe. Okay, kufanikiwa kimungu hatufanikiwi vup, tunafanikiwa kidogo kidogo. Lakini kuna kanuni. Bwana asifiwe. Mimi nakumbuka mwanzoni niliteswa sana na madeni. Niliteseka na madeni. Lakini Mungu amenipa maarifa ya kutoka taratibu. Na naweza nikakufundisha. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya pili, hakikisha unatii neno. Yule mama aliambiwa, una nini? Biblia inasema, akasema, nina kichupa cha mafuta. Basi yule nabii akamwambia, nenda mpaka kwa majirani, kaombe vyombo, kaazime vyombo, alafu nenda ndani. Bwana asifiwe. Weka mafuta kidogo. Mungu ana miujiza ya ajabu sana. Anapotaka kukufungua ni lazima uwe mtii. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema akaenda akakopa vyombo, akaenda. Cha pili akaambiwa, funga mlango. Mwangalie mwenzako, mwambie funga mlango. Lile neno kubwa sana kiroho. Ni neno kubwa sana kiroho. Ngoja tusome pale. Angalia mstari wa 4 na kusogea pale. Mstari wa 4. Tusome mstari wa 3. Akamwambia, akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Biblia inasema akaenda, si ndio? Mstari wa 4, kisha uingie ndani
ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyote, vyombo vile vyote navyo vilijaa, ukavitenge. Basi akamwacha akajifunga. Biblia inasema basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanawe. Mwangalie mwenzako, mwambie pointi ya kwanza, alienda kwa kutii ile sauti, alikopa vyombo. Ya pili, alifunga mlango. Alifunga mlango. Mwambie mwenzako, funga mlango. Kuna watu mnaishi kwa sababu tayari mna kifungo cha uchumi, mna mlango ulio wazi wa madeni, hamjafunga huo mlango. Unafanya hapa, ukidaiwa hapa unakopa pale ili ulipe hapa, hujafunga mlango. Sio kama unanielewa. Anaambiwa hivi, nenda kakope vyombo, alafu cha pili ingia ndani, funga mlango. Mwambie mwenzako, funga mlango. Angalia usoni, mwambie funga mlango wa maskini. Mwambie funga mlango wa madeni. Huo mlango ulikuwa wazi. Kilikuwa ni kitendo cha kinabii. Watu wangapi mnatembea mmefungwa kiuchumi na mlango umefunguliwa wa madeni? Ni kweli Biblia inasema malango yako yatakuwa wazi daima usiku na mchana, lakini anaweza akawa malango yaliyo wazi usiku na mchana ni malango ya madeni, sio malango ya baraka. Akaambia funga mlango. Biblia inasema akafunga. Mwangalie mwenzako, muulize, ni milango ipi iko wazi kwako? Una madeni mpaka unanuka. Yule mama hakuogopwa kwamba eti mume wake amekufa juzi, leo wamuonee huruma. Alikufa ndio, tumemzika najua. Lakini na deni nadai hapa. Ukisha kuwa umefungwa kiuchumi, shetani hakuonee huruma. Hakuonee huruma. Anataka uaibike hata kama we ni mcha Mungu, na wacha Mungu wengi ndio wanaoteseka kwenye uchumi. Biblia inasema akafunga mlango, na pointi ya tatu akaambiwa mimina mafuta. Bwana asifiwe. Soma mstari wa 4. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vyote navyo vitajaa, ukavitenge. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alipomimina vikajaa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa umefungwa kiuchumi, unahitaji kupata mtumishi, na uende kwa mtumishi uwe wazi. Hacha kujifanya wewe ni mjanja. Uwe wazi, nenda mbele. Biblia inasema mara nyingine, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi ili mpate kuponywa na siku ya uovu. Unapoenda kwa mtumishi wa Bwana ambaye Mungu amekupa moyoni mwako kumwamini, sema ukweli ili utoke mahali ulipofungwa. Maana neno la Bwana linaweza kuja kupitia kwake na akakusaidia ukafunguka. Shida siku hizi watu wengi hawataki kusema ukweli. Mwangalie mwenzako, mwambie unaweza kwenda kusema ukweli. Kwamba ulikopa. Si hata ukiwa naye unataka kukomaa tu kwamba wewe ni zako, si ndio? Chanzo cha deni, jambo la tatu, chanzo cha deni ambalo alikuwa nalo yule mama. Liliondoka. Mungu baada ya kumfungua, chanzo cha deni lilikatika. Na Biblia inatuambia lile deni lilipokatika, sasa alijikuta ana maisha kwa sababu mafuta yalibaki. Biblia inasema alipoambiwa nenda ukauze ulipe deni, baada ya kulipa deni
Mafuta yaliyobaki yalimsaidia yeye, maana yake uchumi wake sasa ulianza kuwa na mzunguko, alianza kuwa na money circulation. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akajikuta ana uhuru wa kiuchumi, deni limekwisha, baraka ya Mungu ikabaki. Unapofunguliwa kifungo cha kiuchumi, unaondoa madeni, unaachilia neema ya uchumi kuanza kujengeka, kurejea, lakini pia unajikuta sasa unaishi kwenye baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kifungo cha uchumi kinapokuja kwa mtu, huja kama utumwa. Mtu yoyote mwenye kifungo cha uchumi huwa anatembea na roho inayofahamika kama roho ya utumwa. Mungu anataka kukuweka huru mwisho huu wa mwaka, ili mwanzo wa mwaka 2026 utoke kwenye utumwa wa kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima upambane uwe financial free. Bwana asifiwe. Ukishapata ile freedom ya finance, Bwana Yesu asifiwe, utajikuta kwenye maisha kuna mambo unaweza kujiamini. Watu wengi sana hawajiamini kwa sababu eneo la financial wamefungwa, na ukishafungwa financial huwezi kuwa na kujiamini ndani. Unapoteza hali ya kujiamini, unapoteza uhuru, unakuwa mtumwa. Sasa unapofunguliwa kiuchumi, unaanza kuwa huru. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kuwa huru, unatoka kwenye utumwa. Lakini unapofunguliwa kiuchumi, ndipo sasa ile roho iliyokufunga inapoondoka, unaanza kuona rasilimali ulizonazo. Yule mama baada ya kukutana na mtumishi wa Bwana hakujua nyumbani chupa ya mafuta ni rasilimali yake, inaweza kumsaidia akafanikiwa. Bwana asifiwe. Alipofunguliwa, chupa ya mafuta iliyoko nyumbani ndio iliyozalisha mafuta mengine. Bwana asifiwe. Kuna watu mna vipawa, hicho kipawa hakiwezi kukusaidia, hiyo karama haiwezi kukusaidia, hiyo neema haiwezi kukusaidia mpaka umefunguliwa kiuchumi. Ukishafunguliwa ile roho ya kiuchumi, kile kifungo cha kiuchumi kikikuakia, uwe na uhakika utaanza kuona potential ulizo nazo ndani yako. Kuna watu hamuoni tena fursa mlizo nazo mpaka mfunguliwe. Mwambie mwenzako unahitaji kufunguliwa ili kuona fursa. Yule mama alipoenda kwa nabii, ghafla anasema nina chupa. Alikuwa hajui kwamba ana chupa. Baada ya nabii kukutana naye, anamwambia sasa nina chupa. Ukishafunguliwa utajua nini unacho. Wengi hapa mnatembea ni kama mna viwiliwili lakini mmekatwa kichwa. Sijui kama unanielewa. Wengi mnatembea ni kama vichwa havipo. Kwa nini? Kwa sababu huelewi nini kipo ndani yako. Unaweza kufanikiwaje? Na shetani amepitisha hiyo kupitia laana ya vizazi, kupitia maeneo ya dhambi tulizopitia, tulikupitia mambo mbalimbali ya uharibifu yaliyotupata. Tumefungwa kiuchumi. Mungu anataka kukuweka huru. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kukuweka huru ili ufanikiwe. Ndio maana nimesema omba ili ufanikiwe kiuchumi. Ni lazima uombe ili kufanikiwa kiuchumi. You must pray. You need to pray. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama akawekwa huru, akaona fursa, akaanza kuona rasilimali aliyonayo nyumbani. Lakini jambo la 4, neno ambalo lilimweka huru likaanza kuishi kwenye maisha yake. Kuna watu neno lililokufunga ndilo linaloishi hata sasa kwenye maisha yako. Watu wakikuona wanakuona tu ni maskini, ni mdaiwa sugu. Mwangalie mwenzako, mwambie mdaiwa sugu.
mdeni, mtu wa mikopo, mtu wa kile. Huyu mama alipita pagumu. Najua Jumatatu wakati nazungumza na Mungu, nini naanza kusema na watu wa Mungu katika kipindi hiki tunapomalizia mwaka, alinisemesha juu ya mambo haya, juu ya kuomba ili kufanikiwa. Na tunapokuwa kwenye hii fasting and prayer, kuna namna Mungu anataka kubadilisha maisha yetu, lakini lazima ubadilike na wewe uwe mkweli. Si kama unanielewa? Unanisikia? Badilika. Wiki ijayo tutafundisha kitu kingine. Bwana asifiwe. Kuna mambo usipoyaweka strategical huwezi kubadilika kiuchumi. Ni lazima uanze kuset mambo. Kama unahitaji mwaka ujao kuwa financial free. Bwana Yesu asifiwe. Kama unahitaji hiyo financial freedom, lazima mwaka ujao uanze kujipanga sasa. Na moja ya eneo muhimu ni maombi. Kutana na mtumishi sahihi ambaye ana dalili za kuanza kufanikiwa. Bwana asifiwe. Ambaye ana dalili za kufanikiwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuombe. Inawezekana kabisa umefungwa, lakini kwa sababu mahali pengine umekosa utii. Yule mama alitii. Unanisikia? Yule mama alitii. Una nini nyumbani? Akasema nina mafuta. Kina chupa tu. Hicho kitakuwa mlango wa mafanikio, na hiyo itakutoa kwenye deni. Kuna watu mmekosa utii kwa Mungu. Mmekosa utii kwa Mungu. Wengine wamekosa utii hata kwenye eneo tu la kumtolea Mungu la kiagano, fungu la 10, umekosa utii. Kutoa fungu la 10 ni swala la kiagano. Achana mafundisho mengi sana unayosikia huko. Yaani kutoa zaka ni swala la kiagano. Ili uwe financial freedom, lazima ufike mahali pa kujifunza, uwe mtii. Kuna mambo manyonge sana watu wameyadharau, na ndio maana uchumi hamtoki pale kwenye vifungo. Leo na ujumbe kwenye kitabu kile cha Yohana 10:10 anasema, mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na utele. Mungu anataka tuwe na utele. Bwana asifiwe. Kuna utele Mungu anautaka tuwe nao. Mwivi haji, shetani amekuja ameiba, shetani amekuja amechinja, shetani amekuja ameharibu, lakini Mungu anataka uwe na uzima kisha uwe na tele. Nataka kwa dakika chache tuende mbele za Bwana, tukiwa mbele za madhabahu ya Bwana, tumwambie Mungu akufungue vifungo vya kiuchumi, vifungo vya madeni, milango iliyo wazi inayokutesa ambayo ilifunguliwa pengine na wazazi wako wakiwa hai. Huu mlango unaomtesa huyu mama na watoto ulifunguliwa baba yule akiwa hai. Yule baba amekufa, bado mlango wa deni uko wazi. Unanisikia? Kuna watu mmekuta milango ya umaskini iko wazi kwenye familia, na watu walioifungua walishakufa. Mungu anataka kuvunja na kuharibu hiyo nguvu. Simama mahali tulipo tukaombe. Simama mahali ulipo tukaombe. Simama mahali ulipo tuombe. Sijui unapitia wapi kiuchumi. Sijui unapitia wapi kiuchumi. Lakini nataka Mungu akusaidie, akufungue. Inawezekana kuna mlango huko wazi na tayari umeanza kukabili maisha yako kwenye ujana, na ukishaona hali imeanza kuzidi kuwa mbaya wakati una nguvu
anza kuona kuna dalili mbaya utakapokuwa mzee.